kweli ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedhehesha, tukio ambalo haliwezi kaelezeka na kulimaliza. Lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, wamepambana mpaka hapo wahalifu pengine wasiwe wote, lakini mpaka asilimia kubwa. Jeshi la polisi lilifanya kazi kubwa, lilifanya usiku na mchana, na kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu kupatikana wote na kutiwa nguvuni ili waende kwenye sheria. Jeshi letu limefanya kazi kubwa sana, na kiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi na timu yote nzima, mkuu wa upelelezi mkoa, wilaya na vijana wao wamefanya kazi kubwa sana. Walikuwa walali, wamepambana tangu siku ya kwanza mpaka mwisho, mpaka ilipofanikiwa kwa muda mfupi wamefanikiwa kuwatia nguvuni wahalifu. Kiangalia zaidi, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho lakini mimi nitoa taarifa haraka polisi, na katika kuendelea na upelelezi sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji, lakini ili muda uende jeshi la polisi kama lakini mimi nawaasa kwa sasa kufanya kazi, waache kupata hela kirahisi, sababu bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ya hofu ambayo sio rafiki na jamii. Lakini jeshi letu liko macho, na hawa wahalifu nao ni binadamu, ni akili kubwa. Lakini sisi teknolojia katika majeshi yetu nadhani ni jambo ambalo linaongezewa zaidi, na tuwe na weledi pamoja na uthubutu wa kuwa na kubwa zaidi kwa ajili ya kukamata wahalifu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala wamekesha wakifanya kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu, wengine tunaishi nao. Kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa, tuwabaini kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika hali. Kwa sisi tunaishi nao, wahalifu wako tunaishi nao, wengine sisi watoto wetu, wazazi wetu, wengine marafiki zetu. Kwa hiyo tuwe na sisi ni walinzi. Jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe. Kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwa hiyo tukiona dalili kama hizo, tuweze kutoa taarifa kwenye sehemu, kwenye vyombo husika.